Dr. Jessica Leba, mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza, ambapo leo namwakilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Kwa mara ya kwanza mbio hizi zimehusisha kina mama wajawazito na ni zaidi ya 300 ambao wameshiriki katika mbio hizi na wamekimbia au kutembea umbali wa kilomita 2.5. Na mazoezi kwa mtu yoyote ni muhimu sana, hasa wa kina mama. Yanasaidia sana kuwa na afya njema yeye pamoja na mtoto, lakini kumsaidia katika kile kitendo cha hatua za mwisho kuweza kujifungua salama bila kupitia uzazi pingamizi, na hii ni muhimu sana kwa kina mama. Lakini pia programu hizi, huu ni mwanzo, tutakuwa tunaendelea kufanya programu za mazoezi at least kila wiki au kila mwezi kwa kina mama, kwa encourage, kwa hamasisha waweze kufanya mazoezi, na tumekuwa tukifanya hivyo katika vile vipindi vyetu vya afya ambavyo tunatoa kila wanapokuja kliniki kuhimiza umuhimu wa mazoezi. Lakini pia ili lisishie tu kwa kina mama wajawazito, binadamu yoyote anatakiwa afanye mazoezi, imsaidie sana kuimarisha afya yake, kujenga kinga, kuimarisha uwezo wake wa kuweza kufanya kazi. Yaani ukiwa active, yani unaona kabisa hata uwezo wako wa kufikiri na kufanya maamuzi au kufanya kazi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Tumepiga hatua kubwa sana, kwanza kuwashirikisha kina mama, lakini pia kuweza kuchangisha kwa ajili ya vifaa vya kujifungulia vya hawa kina mama. Hilo pia ni lengo lingine kubwa, na watapata zawadi hapa kina mama, ikiwepo hivyo vifaa vya kuwasaidia wakati wa kujifungua, lakini vingine vilivyozidi vinapelekwa katika vituo vya kutolea huduma za afya. Kwa hiyo mafanikio ni makubwa na yamepitiliza. Kwa majina naitwa Mohamed Atibu, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kilimanjaro One Sports Promotion. Mbio hizi toka tumeanza mpaka tumemaliza hatujasikia labda kuna ripoti yote labda kuna mtu ameumia, na kwa upande wa kina mama wote nadhani tumetembea nao na wote tumemaliza salama. Hilo kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa upande mwingine naweza kusema tumefikia malengo, kwa sababu ndio mara yetu ya kwanza kutambulisha mbio hizi, na wabebaji mbio hizi hasa ni wanamama wajawazito. Kwa hiyo tunashukuru kwa kweli, tumetembea nao kwa kilomita zetu 2.5 na wote wamemaliza kilomita 2.5 salama. Hakuna shida yoyote ambayo tumeisikia imetokea mpaka sasa hivi. Kwa hilo tunashukuru, lengo tumelitimiza. Kwa sababu walengwa wakuu walikuwa ni wakina mama kwa ajili ya afya ya mama na mtoto. Kwa hiyo hapo tumetimiza. Tumeangalia katika kusapoti jamii. Tukaona kwamba sehemu muhimu ya kutoa kwa jamii ni kusaidia kwenye hasa swala la afya. Kwa tukaangalia area ambayo ni muhimu, kwa sababu mara kwa mara kumekuwa na malalamiko wa mama wanapokuwa wajawazito na kwa wavivu kufanya mazoezi na mambo mengine. Sasa tukaona kuna baadhi ya hospitali nadhani ambazo ziko vijijini, ziko kidogo nje kwenye location zile, kuna uhaba kidogo wa zile delivery kit, na vile katika kupromoti sasa afya ya mama na mtoto, basi wapate kidogo nafasi ya mazoezi. Kwa tukajaribu kuapproach authorities kwamba idea yetu ni sisi hii, tunataka kusapoti afya ya mama na mtoto, specifically kwa mama wajawazito. Mnaionaje, inaweza ikaweka? Wakasema no, hiki ni kitu kizuri sana, na sisi tunapiga kelele sana wa mama wanapokuwa wajawazito, wanakuwa wengi wao hataki kufanya mazoezi. Naitwa Placidia Filimon. Ukiwa unakimbia kama hivi tulivyokimbia kwa siku ya leo, unapata mazoezi, na maana hata nyonga zikiwa zimebana huku unakaa sawa. Ukiwa kwa mara ya kwanza unakuwa unasikia maumivu, lakini ukiendelea kufanya mazoezi, na inabidi mwanamke mjamzito ufanye mazoezi, ndio inatakiwa iwe hivyo. Sio amke ulale, amna, inatakiwa kiamka asubuhi ufanye mazoezi, utembee hata mwendo kutoka hata kilomita 2. Angalau urudi nyumbani ndio upumzike. Sio kae tu umelala. Sio vizuri kabisa, haipendezi. Tumeona mbio nyingi zikishirikisha wanaume na watu wengine, lakini hizi mbio zimeshirikisha kina mama wajawazito. Hii kama kina mama wajawazito mnajisikiaje kushiriki? Tumefurahi sana. Kwa sababu gani? Wanawake wengi wanafanyia operation kwa sababu ya kutofanya mazoezi. Hawafanyi sana mazoezi, wanapenda sana kulala. Lakini ndio maana nahisi labda serikali imeona tufanye mazoezi. Kwa kweli tumefurahi sana, wanawake wajawazito tumefurahi sana kwa siku ya leo. Angalau mngekuwa mnafanya hivyo mara moja kwa miezi hata 3 tunafanya mazoezi, hata operation isingekuwa nyingi. Ndio.